Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, ninakutukuza. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Ni nani aliye kama wewe Jehova? Asante kwa kuwa kila ninapoisikia sauti yako huwa ninatii, na lile ambalo umelikusudia huwa linatokea, na lile ambalo umekusudia huwa linatendeka. Ni wewe peke yako Bwana. Asubuhi ya leo tunakutukuza. Peke yako unastahili kuinuliwa, peke yako unastahili kutukuzwa, peke yako unastahili enzi, peke yako unastahili utukufu. Ni wewe Mungu wa pekee Bwana, unastahili. Ni wewe Baba, unastahili heshima. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Rosa kandara mando rukuria basata mandari kamando rukuria bakari basete reka rokosha makori manda rukuria masekere kere karabusa tata rata ramanda rikando rukuria masikandera ramanda rikabo shanto rukuri baba kuria basika. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu, asante Bwana, asante Bwana, maana naisikia sauti, naisikia sauti, naisikia sauti yako Bwana, naisikia sauti yako. My Jesus, my glory. Kori amanda ramando roko shaka rabasika. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh, asante Bwana. Wakati ninaomba asubuhi nikawa nasikia ombea Kariakoo, na kama ni mfanya biashara na we mahali kokote uliko na unasikia maombi haya, ninaomba peleka maombi haya Kariakoo. Na kama una ndugu yako yuko pale Kariakoo, basi peleka ujumbe huu ufike Kariakoo. Natamani wafikie wafanya biashara wale waombaji waliosimama pale Kariakoo. Na Bwana akana niambia kitu kizito sana, na hiki kitu ambacho natamani ukisikie, peleka kwa mfanya biashara yoyote aliyoko pale Kariakoo, na mpe ujumbe huu, kwa sababu ni neema ya Mungu. Haya ni maombi maalum kwa ajili ya kuvunja roho za uharibifu au shimo la uharibifu pale Kariakoo. Na haya ni maombi makubwa sana kwa ajili ya wafanya biashara wale ambao wako rohoni na wanatamani kusimama kuinua hatima za biashara zao. Wanatamani kumwona Mungu akifanya kazi, wanatamani kumwona Mungu akiwainua kwa namna mpya, wanatamani kuona Mungu akiwasimamisha upya, wanatamani kumwona Mungu akiinua hatima zao upya, wanatamani kumwona Mungu akisimama upya. Kama una rafiki, una ndugu na una jamaa ni mfanya biashara yuko pale Kariakoo, copy link hii, share na umtumia, sikiliza maombi haya, itakusaidia sana. Wakati ninaomba, Mungu akana nionyesha sana anguko kubwa, anguko kubwa, anguko kubwa la wafanya biashara hasa waishio pale Kariakoo. Na ni kwa nini ilikuwa ni Kariakoo? Na Mungu akanionyesha, akaniambia Kariakoo ndio lango. Hili ndio lango la nchi ya Tanzania kwa biashara. Hili ndio lango la uchumi wa Tanzania. Hili ndio lango la neema ya kupeleka Tanzania kote. Hili ndio lango la kuinua Tanzania. Kwa hiyo wafanya biashara wale ambao wako rohoni na wanafanya kazi na uombaji pale Kariakoo, wanatakiwa wachukue hii kama fursa ya kusimama kwenye nafasi zao, kuinua biashara zao na kusimamisha biashara zao, kwa sababu yako majira mabaya ambayo majira hayo yanakuja, majira hayo yanakuja, lakini wafanya biashara wale waombaji watapita kwa namna nyepesi. Na nataka nikwambie siri moja, hii ni siri kubwa sana. Biblia inasema Farao aliota ndoto, na hapa tunaona kwenye ile ni kitabu kile cha Mwanzo sura ile 41. Naomba kila mmoja afungue kile kitabu cha Mwanzo sura 41. Biblia inasema mstari ule wa kwanza ya kwamba ikawa mwisho wa miaka miwili mizima Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto, na tazama ng'ombe 7 wazuri wanono walipanda kutoka mtoni wakajilisha manyasi, na tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni mabaya, kutoka mtoni wabaya, wamekonda wamesimama karibu na wale ng'ombe wengine, anasema ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala
wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka, akalala, akaota ndoto ya pili. Tazama, masuke 7 yalimea katika bua moja, makubwa mema, na tazama, masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza badala yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Biblia inasema Farao alipoota hizo ndoto, Biblia ndipo akapeleka watu, mstari wa 14, ndipo akapeleka watu, akamuita Yusufu, wakamleta upesi toka gerezani. Unaona, Yusufu sasa anakuja kutafsiri ndoto ya Farao. Mstari wa 25, naomba kama unasoma soma yote Mwanzo 41. 25, Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja tu. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto hii ni moja, na ng'ombe 7 ni dhaifu, wabaya waliopanda badala yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa ni upepo wa mashariki, yatakuwa ni miaka 7 ya njaa. Unaona, ni miaka 7 ya njaa. Anasema hivyo ndivyo alivyomwambia Farao, na Bwana Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Anasema tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Umeona, anasema kisha kutakuja miaka 7 ya njaa badala yake, na shibe ile yote itasauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu nchi. Unaweza kuona Farao anaota ndoto, na hiyo ndoto anapata mtafsiri ni Yusufu. Kwa wakati nikawa naomba kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania, nikasikia Kariakoo ni lango. Kwa hiyo wafanyabiashara wale wanaofanya biashara hasa Kariakoo, wale watu wa Mungu ambao wamesimama na unataka kusimama kwa ajili ya lango la kiuchumi. Mungu akaniambia Kariakoo ndio lango la kiuchumi, lakini kuna majira mazuri ambayo yamepita hapo katikati, lakini kuna majira mabaya yanakuja. Majira hayo yasipopata waombaji kuliombea lango la biashara la Kariakoo kwa nchi ya Tanzania, uchumi wake unaenda kudorora sana, uchumi wake unaenda kuanguka sana, uchumi wake watakatifu anaenda kupita kwenye tabu kubwa sana. Na Mungu akaniambia sasa tunatakiwa tuombe, kwa sababu saa imefika. Mungu anataka ainue wafanyabiashara wa Kariakoo. Wakati wa njaa unapofika, watakatifu watakuwa wako salama. Wakati wa njaa inapopita, wewe utakuwa uko salama kabisa. Wakati wenzako wanahangaika, wewe utakuwa unapita kwa njia nyepesi. Wakati shida inapita, wewe utakuwa unapita kwa njia nyepesi. Ndio maana nakwambia mpelekee ujumbe. Kama unamfanya biashara yote pale yuko Kariakoo, mwambie asome ujumbe huu, ni muhimu sana, kwa sababu aweze kuwa na maandalizi. Farao alipata sasa kuwa neema ya maandalizi. Wakati wa miaka ile 7 ya njaa, aliweka akiba ya kutosha, na tunaona baadaye Yusufu anaenda kuwa waziri mkuu katika ile taifa, na Misri wanapata shida, wanaenda kuwafuata wana wa Israeli wanaenda kufuata chakula Misri. Kumbuka wana Israeli hawakupata hii siri. Israeli hawakupata hii siri. Siri ilipata Misri, na wana wa Israeli wakaanza kutapatapa, wanaenda kuomba chakula na wanaenda kutafuta chakula Misri. Wanaenda kumkuta pale Yusufu akiwa ameshastawi, ana chakula cha kutosha, kwa sababu alijua ndoto itakayokuja baadaye. Na ndio maana ninakwambia wewe mfanya biashara ulioko Kariakoo, lazima uelewe kuna majira baadaye yanakuja, hayatakuwa majira ya kawaida. Saa hii ni wakati sasa wa kuwekeza nguvu zote kuhakikisha hauwekezi tu mitaji, lakini unawekeza kwa maombi makubwa ya kuhakikisha unaomba, ili majira yanapokuja, majira ya uovu, majira mabaya, majira ya uchumi kuharibika, wewe itakuta ukiwa umesimama. My Jesus, my glory.
Na hii kitu sio kitu ya kawaida. Kumbuka Kariakoo ni lango kubwa la kulisha Tanzania nzima, ni lango kubwa la nchi nyingi ambazo zimezunguka. Kwa hiyo unaweza ukajikuta sasa wakati huo wewe unakuwa bilionea na trilionea ujao wakati huo, kwa sababu wakati utafika wale watu wa chini wataanguka, biashara zitaanguka, kila kitu itaanguka. Na wewe kama umepita kwenye maombi haya, uwe na uhakika utaanza kupiga hatua. Utakuwa ni Yusufu wa baadaye, wa kufanya mambo makubwa, wa kufanya vitu vikubwa. Baada ya maelekezo haya, natamani nisimame na wewe tuweze kuomba. Lakini kama wewe ni mfanya biashara ambaye umesikia ujumbe huu, naomba uingie kwa WhatsApp. Nitakuonyesha maombi maalum kabisa ambao tunaenda kuomba. Hii ni maombi maalum kwa ajili ya wafanya biashara wa Kariakoo, na nitafungua grupu maalum kabisa ambayo Mungu amenipa maelekezo makubwa sana ya kufanya maombi ya kina. Tutakuwa na maombi kama ya siku zaidi ya 49. Siku 49 za maombi ni wiki 7, yani wiki 7 7 7 7 7. Mungu alinipa maelekezo kabisa, kama ulivyoniona hizi wiki 7, miaka 7 ya njaa, miaka 7 ya shibe. Maana yake tutakuwa tuna operation ya kuombea Kariakoo, wafanya biashara wa Kariakoo. Itakuwa ni operation maalum ya kuombea wafanya biashara wa Kariakoo kwenye wiki 7. Wiki 7, na kila wiki nitaongoza maombi makubwa sana. Kwa kama wewe ni mfanya biashara wa Kariakoo, naomba utume ujumbe kwa WhatsApp, namba iko pale ya 0679645759, na utume ujumbe wako kwamba wewe ni mfanya biashara uko hapa Kariakoo, kwa sababu tunaunda grupu maalum la Kariakoo Prayer, na tunaenda kwenye hii maombi. Itakuwa ni maombi makubwa ndani ya wiki 7. Utaanza kushangaa wale ambao watakubali na kutii sauti hii. Mungu anaenda kufungua milango, na utaona wakati unapofika unaanza uchumi wako kuinuka, uchumi wako unaanza kusimama. Wakati wenzako wanapita kwenye shida, wewe unanyanyuka. Wakati wenzako wanapita kwenye taabu, wewe unanyanyuka. Wakati wenzako wanapita kwenye shida, wakati wenzako wanapita kwenye mdororo wa kiuchumi, wewe unainuka, mfanya biashara wa Kariakoo. Wakati wenzako wanahangaika, tutapita wapi, tutafanya nini, wewe tayari umeinuka. Wakati wenzako wanapita kwenye changamoto, shida kubwa, wewe utashangaa unainuka, na hujajua umeinukaje. Ni kwa sababu Bwana amenituma kutekeleza kazi hii kubwa sana, na mkono wa Mungu unaenda kuwasaidia. Kama unamfanya biashara Kariakoo, basi naomba uhakikishe unamtumia ujumbe huu na anajoin kwenye WhatsApp group ya maombi, na tutaendesha maombi hapa, na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri popote pale ulipo. Naomba uinue mikono yako sasa, nataka tuombe. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ujumbe huu. Asante kwa sababu wewe ulimuonyesha Farao ya kwamba kuna miaka 7 ya shibe, kuna miaka 7 ya njaa. Mungu, Farao alipata nafasi ya kujiandaa kuweka chakula cha kutosha wakati wa njaa inapokuja. Yesu Kristo, umenionyesha juu ya Kariakoo, na unatamani ufanye ukombozi mkubwa pale Kariakoo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, Bwana Yesu, sande kwa ajili ya wafanya biashara ambao ni lango la Kariakoo, lango la mataifa mengi, ambako watu wanasimama kwa ajili ya kuhudumia maelfu kwa maelfu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ene sauti ya yule nyikani, maana saa imefika. Unataka kuinua Kariakoo, wafanya biashara kwa namna kubwa isiyo kwa kawaida. Baba, wale waombaji, wale watafutaji wa uso wa Mungu, ninatamka katika jina la Yesu, usiache Bwana, inapopita katikati ya nyakati ngumu, Baba utunze watoto wako. Nyakati mbaya zinapokuja, usiache Bwana kuwatetea watumishi wako katika jina la Yesu. Baba, tetea wanao, tetea watumishi wako, tetea watoto wako. Mandoro shakaraba koria rosa tata. Baba, tetea wanao, tetea watoto wako. Riamo sataraba koria, rabo shataraba koria, resha tata marabo shaka rekere koria, rashandoro reasa tata rama koria basika. In the mighty name of Jesus. Baba, saidia kila mmoja atakayesikia sauti hii. Baba, msaidie. Yesu, msaidie ili aweze kusimama kwenye zile ndoto ambazo Baba umekusudia. Baba, leta miaka ya neema,
miaka ya neema, ili watumishi wako Baba Yesu Kristo waudhihirishe utukufu wako na uwezo wako toka kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Mungu akubariki wewe mfanyabiashara. Naomba connect watu wengi. Tumia namba ya WhatsApp ya 0679 645759. Tutapita kwenye wiki 7 za kuiombea Kariakoo na wafanyabiashara wa Kariakoo. Na wewe ambaye ni mfanyabiashara unatamani uingie kwenye maombi haya ya wakati ule wa njaa, ili wewe iwe neema, basi join kwenye maombi haya na mkono wa Mungu utaenda kuwa dhahiri kwa namna kubwa sana, na Mungu ataenda kusaidia. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Tadeo, na neema ya Yesu iwe juu yako. Tumia hiyo namba na utume namba ya wako WhatsApp kama unahitaji kujiunga kwenye grupu la maombi kwa ajili ya Kariakoo. Neema ya Yesu iwe juu yako. Nikutakie siku njema yenye baraka nyingi. Shalom, shalom, shalom. Fanya biashara Kariakoo, Mungu ainue sana. Amen.